Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan nitakayekuletea habari hizo. Moja kwa moja tuanzie na taarifa yetu ya habari. Karibu. Mawaziri wa afya wa Afrika Mashariki wanakutana jijini Dar es Salaam kwa siku mbili kwa lengo la kuimarisha usalama wa afya ya mama na mtoto na ufadhili endelevu wa afya nchini ya mkutano wa 4 wa kamati ya uongozi ya mawaziri ya kikanda ya Afrika Mashariki. Taarifa zaidi na Nelson Munema. Akifungua mkutano huo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya mawaziri wa kikanda ya Afrika Mashariki, ameelekeza kuwekwa kipaumbele katika usalama wa afya ya mama na mtoto, huduma ya afya ya msingi katika mipango ya bajeti ya kitaifa za maendeleo. Mafanikio ya mkutano huu ambayo yanajikita katika kuonyesha uimara au katika kusudio la kuonyesha kwamba Afrika tunaweza, iwapo tutaweza kudhibiti baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakichangia vifo vya mama na mtoto. Maamuzi ya leo yataweza kusaidia kupunguza vifo hivi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ndiyo champion wa afya ya mama pamoja na watoto ambaye ameteuliwa na umoja huu wa nchi za African Union. Na tarehe 9 Septemba tunazindua mpango kazi wa kuweza kuinvest katika hizo afya za mama na watoto. Naye naibu mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Dr. Raji Tajuddin, ameanza kwa kueleza namna ambavyo kituo hicho inatambua uongozi wa Tanzania katika kuendeleza afya ya mama, watoto wachanga na watoto katika bara la Afrika, na kueleza kwa nini ajenda ya usalama wa afya ni muhimu na nini kifanyike. We need to do it differently. We need to make sure that it works for us. We need to make sure that our member states are the core of whatever support that is coming. It's all about co-creation, and it's also all about avoiding unnecessary duplication of our efforts. Mkutano huu wa ngazi ya juu umewakutanisha mawaziri wa afya kutoka nchi 14 wanachama wa Umoja wa Afrika katika kanda ya Afrika Mashariki, ukibeba kauli mbiu isemayo kuimarisha ajenda Afrika kuhusu usalama na kujitegemea katika afya kupitia uwekezaji wa kutabirika na ubunifu katika afya ya mama na mtoto na huduma ya afya ya msingi. Nelson Munema, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wamekubaliana ushirikiano katika masuala ya uchumi, nishati, biashara na miundombinu ya usafirishaji baina ya nchi hizo. Tupate taarifa kamili. Wakitoa taarifa kwa waandishi wa habari baada ya mazungumzo yaliyofanyika Ikulu ndogo Kizimkazi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Felix Tshisekedi, Dr. Samia mwenyeji wa Rais Tshisekedi anawaeleza waandishi wa habari maeneo yaliyokubaliana katika mazungumzo yao. Leo katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Tshisekedi tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi Multimodal Transportation Project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda wa usafirishaji wa mizigo kupitia Ziwa Tanganyika. Ushirikiano huu pia utaongeza ufanisi wa ushoroba wa kati na kuchochea biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na DRC pamoja na nchi nyingine majirani zetu. Kwa sasa jitihada za kuendeleza miundombinu ya reli na vituo vya mizigo zinaendelea vyema, ikiwemo mwendelezo wa SGR kuelekea maeneo ya magharibi ambayo baadaye itaunganisha na nchi za Burundi na DRC. Aidha, Rais Dr. Samia anasema katika mazungumzo hayo pia wamezungumzia kushirikiana katika nishati, madini na kuimarisha ushirikiano katika ulinzi na usalama. Kupongeza serikali ya DRC kwa kuanza ujenzi wa barabara ya Kalemi-Manono ambayo pindi itakapokamilika itaunganisha zaidi mataifa yetu na kuchochea shughuli za kiuchumi kwenye nchi zetu mbili na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati.
Sambamba na hilo, kwenye mazungumzo yetu pia tumesisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu kadri fursa zinazojitokeza. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais wa DRC ameeleza jinsi wanavyoishirikisha sekta binafsi katika ujenzi wa reli kule kwao, lakini na barabara pia na hata huduma za bandari kama tunavyofanya sisi hapa, ili kuharakisha utekelezaji wa miundombinu hiyo. Kwa upande wake, Rais Tshisekedi anasema bara la Afrika lenye 60% ya vijana katika raia wake, viongozi wana wajibu wa kuhakikisha rasilimali zilizopo barani Afrika zinawanufaisha wananchi wake. Perçoit dans ce partenariat, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, tous ces partenaires sont sensibles à cette volonté, à cette vision africaine qui consiste à vouloir transformer nos matières premières, nos ressources minières et autres, et agricoles, bien sûr, sur notre continent, afin de créer de la richesse, des chaînes de valeur qui vont évidemment nous permettre de combattre le chômage, notamment le chômage des jeunes, et de créer de la richesse et de l'emploi. Rais Tshisekedi amefanya ziara siku 2 nchini Tanzania kufuatia mwaliko wa rais wake, ambapo aliwasili jana nchini, na hii ni ziara ya 3 kwa Rais Tshisekedi kuitembelea nchini Tanzania mwanzoni mwa 2019, 2022 na 2026. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Shukran sana Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Binti mwenye umri wa miaka 7, Yusra Juma, mwanafunzi wa darasa la 2 shule ya msingi Mawiti mkoani Tabora, ameuawa na watu wasiojulikana kwa kuvunjwa shingo kisha mwili wake kutelekezwa katika shimo la kuchimba mchanga katika mtaa wa Mtakuja, kata ya Malolo, manispaa ya Tabora, huku akiwa na michubuko miguuni, shingoni na mikononi. Mwanahabari wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa dada wa binti huyo ambaye wanasoma shule moja pamoja na mashuhuda wengine, wanaeleza hali halisi huku wakiomba hatua kali za kisheria zichukuliwe juu ya mtu huyo. Nimeenda pale nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikaamua nimtafute, nikamkosa. Kaamua niende nyumbani, bibi akaniuliza hivi, yuko wapi? Nikamwambia sijui. Mimi nimekuta tu viatu na daftari moja. Akasema tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndio kuja kuangalia kwenye shimo ndo nikamkuta humo. Tumemaliza kula, natoa vyombo, ndo nasikia anaita, Mama Grace, sijui mjukuu wako kanani kabebwa na nani? Sasa mume wangu akamwambia yule kijana, mfuatie Mama Farida, huyo mtoto kabebwa na nani? Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo. Mbona pale kuna watu kuna nini? Akasema kafa. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Twaha Lulengelule, anaeleza ilivyokuwa, huku hatua za haraka za kuwabaini na kuwakamata watu hao zikiwa zimeanza. Wananchi walifika pale na baadhi ya polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa. Mbinu iliyotumika ni ya kumkamata mtoto na kumkaba na kumvunja shingo. Kwa uchunguzi wa daktari, alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hajakuta bruises sehemu za kuingiliwa, ili tu alisema kifo chake kimesababishwa na kukosa hewa. Aidha, kamanda Lulengelule amewataka wazazi na walezi kuwa makini na watoto wao, kuwafuatilia kwa karibu na kuhakikisha wanapata malezi bora ili kuwakinga dhidi ya vitendo na mazingira yanayoweza kuhatarisha usalama na mustakabali wao. Mitongo kwa ujumla, wananchi kwanza tupe ushirikiano kwanza kwa baini, lakini lingine ni wazazi kuangalia watoto wetu. Mtoto wa miaka 7 sasa hiyo tabia kutoka shuleni, wazazi lazima tuwafuatilie watoto wetu nao karibu. Kama kile mazingira ya shule Mawiti mpaka nyumbani Mtakuja ni mbali, na kuna sehemu zamani pale bonde la mchanga, kwa hiyo kuna vichaka. Kwa hiyo unapoona muda unakifika, basi tujaribu kufuatilia ni shuleni. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Na Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amin.
Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa utabiri wa mvua za vuli kuwa zinatarajiwa kunyesha za juu ya wastani katika maeneo mengi zikisababishwa na El Nino. Dorcas Ramos anaarifu zaidi. Akitangaza utabiri wa mvua hizo mahususi kwa maeneo ya nchi yanayopata misimu miwili ya mvua, mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Ladislaus Changa amesema zinatarajiwa kuanza wiki ya mwisho ya mwezi Septemba 2026 na kuisha Januari 2027. Katika maeneo pia tunatarajia tutapata mvua za juu ya wastani hadi wastani, na pia tunatarajia kwamba mvua katika haya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini pia zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Dr. Changa pia amezishauri mamlaka za kisekta kuchukua tahadhari mapema ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara, upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, poromoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Dr. Changa ameeleza kinachochochea mvua hizo kuwa za juu ya wastani ni El Nino yenye nguvu sana ikilinganishwa na ya miaka ya nyuma. Na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza, vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba. Tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo. Mvua hizi zitanyesha ukanda wote wa Afrika Mashariki ambao El Nino mara nyingi huhusishwa na uwezekano wa mvua kubwa, hasa katika msimu wa mvua za vuli zinazonyesha mwezi Oktoba hadi Disemba, yani OND. El Nino ni tukio la asili la mabadiliko ya hali ya hewa duniani linalotokea wakati wa ongezeko kubwa la joto la bahari katika eneo la kati na mashariki mwa bahari ya Pacific, ambalo huathiri mzunguko wa upepo na mvua duniani na husababisha mvua nyingi kuliko kawaida katika baadhi ya maeneo na ukame katika maeneo mengine, lakini pia joto kuongezeka katika sehemu mbalimbali za dunia. Dorcas Ramos, Channel. Shukran sana Dorcas Ramos kwa taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kukutatua mgogoro unaohusu mlango bahari wa Hormuz. Amezungumza hayo akiwa katika ikulu ya White House wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiendelea kukwama, huku Oman na Iran zikijadiliana kuhusu uwezekano wa kurejesha shughuli za usafirishaji muhimu wa meli, mafuta na gesi duniani. Naye rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya mtandao na Rais Trump amemtaka kuendeleza mazungumzo na Irani ili kupunguza mvutano na kusisitiza Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mlongia wilayani Chemba mkoani Dodoma wameiomba serikali kunusuru maisha yao kutokana na tembo wanaotoka hifadhini na kuvamia mashamba yao huku wakiharibu mazao, matukio yanayohatarisha usalama wa maisha yao. Taarifa zaidi na Juma Muhammad. Wananchi hao wamesema uvamizi wa wanyama hao umeendelea kuwa changamoto kubwa na kusababisha hasara katika shughuli zao za kilimo, hali ambayo imeongezea ugumu wa maisha. Wamesema pamoja na uharibifu unaofanywa, hofu ya kukutana na wanyama hao imekuwa kubwa kutokana na kuhatarisha usalama wao, hasa wanapokuwa mashambani wakiendelea na uvunaji wa mbaazi, alizeti na mahindi, mazao ambayo kwa sasa yameathiriwa na wanyama hao. Alipiga kelele, nikasikia, nikatoka. Ile kutoka tembo huyo hapo. Walinifukuza wala tembo kaanza kushambulia vile mahindi pasi. Wameshambulia mpaka nikabahatisha bebe hili moja la mahindi. Na alizeti nikachukua mashina mangapi nikapata madebe mawili ndio niliyopakia. Kama kwa kutumia bodaboda. Tulikuwa tunalinda na madebe. Sasa madebe madumu sasa asisikie. Sasa tunaomba kwamba tupate vyombo vya kulindia kama hii miaka nyingine hiyo. Serikali iwe macho kabisa na hao wanyama wao, vinginevyo itakuja kusababisha sisi wakulima tuishie magereza.
Katibu mwenezi wa CCM tawi la Mlongia, Abbas Ramadhani, ameiomba serikali kuchukua hatua ya kutatua kero hiyo, akisema kuwa wanyama hao wasipodhibitiwa mapema iko hatari ya wananchi wa kijiji hicho kukabiliwa na njaa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Mlongia, Shafii Isa, amekiri kuwepo kwa changamoto ya wanyama hao, huku akieleza jitihada zinazofanyika katika kukabiliana na tatizo hilo. Sisi kama kijiji tumekuwa tukikaa vikao mbalimbali vya kuona namna gani tufanye ili pengine kabla serikali haijafika angalau kidogo na sisi tuone namna gani tunazuia. Juma Mohamed, Channel 10. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development UPND amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kuwa Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9 sawa na asilimia 61.4 ya kura, huku mpinzani wake Brian Mondobile wa chama cha Patriotic Front akipata kura milioni 1.8 sawa na asilimia 38. Baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumwamini tena na kusema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya Wazambia wote, huku waangalizi wa Umoja wa Ulaya wakisema uchaguzi wa Zambia ulikuwa wa amani na wa kiasi kikubwa. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wakala wa Majengo Tanzania TBA imesaini mkataba wa ubia na kampuni ya Galco Limited kwa ajili ya uendelezaji wa eneo la Temeke Kota jijini Dar es Salaam, hatua inayolenga kuboresha matumizi ya ardhi hiyo ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Mwanahabari wetu ana undani wa taarifa hii. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, Marco Silabi, mkuu wa kitengo cha uwekezaji PPP wa TBA, amesema kusainiwa kwa mkataba huo ni sehemu ya jitihada za TBA kuendeleza miliki zake na kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika upatikanaji wa nyumba bora na za gharama nafuu. Kwa sasa Wakala wa Majengo Tanzania unaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba unatekeleza dira 2050 kama ambavyo tumeelekezwa na serikali, kwa kuhakikisha kwamba nyumba za gharama nafuu na nyumba salama zinapatikana, na ikiwa ni mchango wa TBA katika kuendeleza dira 2050. Kwa upande wake, meneja wa miradi ya kimkakati kutoka kampuni ya Galco Limited, David Kapesa, amebainisha kuwa kampuni hiyo imefurahi kuingia katika ushirikiano huo na TBA, akieleza kuwa mradi huo ni sehemu ya mkakati wa kampuni kushirikiana na serikali katika kuboresha sekta ya usafirishaji na usafirishaji wa mizigo. Umekuwa ni mwendelezo wa kampuni yetu katika mashirikiano haya na taasisi za serikali katika kutafuta namna bora zaidi ya kuendeleza uchumi kushirikiana na serikali. Mkataba kati ya TBA na Galco Limited unatajwa kuwa hatua nyingine muhimu katika jitihada za serikali za kutumia kikamilifu mali na maeneo yanayomilikiwa na taasisi za umma, huku ikitengeneza mazingira ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi kwa ajili ya kuongeza uwekezaji, ajira na mapato. Esther Mtebe, Channel 10. Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daniel Silo amepokea vifaa mbalimbali na kukabidhi kwa kituo cha afya cha Matufa na Endamanang wilayani Babati kutoka kwa wadau wa maendeleo benki ya NMB, ikiwa ni sehemu ya 1% ya benki hiyo kurejesha kwa jamii sehemu ya mapato yake kwa lengo la kuendelea kuunga mkono juhudi za uboreshaji wa mazingira ya utoaji wa huduma za afya. Elia Kimani anaarifu zaidi. Akikabidhi misaada hiyo kwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daniel Silo, ambao ni wa zaidi ya milioni 50, wadau hao maendeleo wameahidi kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali kwenye sekta mbalimbali ikiwemo afya. Kwa niaba ya wananchi wa Babati, niwapongeza na meneja NMB pamoja na timu yako, lakini mmekuwa sehemu ya kusaidia
katika huduma za afya na elimu na huduma zingine hapa nchini. Hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara watapata mashuka 300. Zahanati yetu ya Matufa watapata mabati 131. Zahanati yetu ya Endamanang watapata mabati 131. Shule ya sekondari Manyara Girls watajipatia vitanda 40 aina ya double deck. Mheshimiwa mgeni rasmi, vifaa hivi tunavyovikabidhi vina zaidi ya thamani ya shilingi milioni 55. Naye kaimu mganga mfawidhi hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara Esige Mutajwa amesema msaada huo utakuwa chachu kwenye kutoa huduma za kiafya. Kupata mashuka 300 yataenda kuongeza hali ya utoaji huduma, kwa sababu tunatamani mgonjwa awe katika hali ya usafi muda wote. Tunazo zahanati ambazo ziko kwenye hatua ya upauzi. Basi pale wanapopata zaidi, basi waweze kutusaidia tena tuweze kukamilisha na wananchi waweze kupata huduma za afya na huduma ziweze kusogea. Tunachoahidi sisi ni kuhakikisha kwamba tunatunza vifaa ambavyo tulivyopewa, meza na viti pamoja na vitanda. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Tanzania imeanza maandalizi ya kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia huku ikilenga kuanza kutumia teknolojia hiyo ifikapo mwaka 2050, hatua inayotarajiwa kuongeza vyanzo vya umeme na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka Arusha anaarifu zaidi. Katika kufikia lengo hilo, serikali sasa inasisitiza ushiriki wa kampuni za wazawa ili kujenga uwezo wa ndani, teknolojia na utaalamu unaohitajika katika sekta ya nyuklia kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Akizungumza katika warsha maalumu jijini Arusha yenye ajenda ya nyuklia kwa Tanzania, usalama wa nishati, teknolojia na ushirikiano, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atomic Tanzania, Profesa Najat Mohamed, amesema ushirikiano huo ni muhimu katika kuhakikisha Tanzania inatimiza masharti yanayohitajika kimataifa. Tutakuwa tunakaguliwa kila hatua. Kwa hiyo tukiwa na makampuni kama haya yatatusaidia kuonekana kwamba tuko tayari na tunaweza tukapewa hiyo ruhusa ya kuelekea kwenye umeme wa nyuklia. Kuna vitu vidogo vidogo tumeshafanya, kwa hiyo tumeandika barua kule kwa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu kwamba sasa waje tukague ili tuingie kwenye awamu ya kwanza. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji mwanzilishi wa Quantum XN, Dr. Godwin Kalokola, amesema kampuni za wazawa ziko tayari kushirikiana na TAEC katika kupata leseni na kutekeleza mahitaji ya sekta hiyo. Wazawa wa kwanza tutaingia makubaliano kama technical support na TAEC, ambao wao wakishatupa leseni, basi yale mahitaji kutoka tume za nguvu za atomic za duniani IAEA ambao wameelekeza ili uweze kufanya vile na assessment, kuna uwezo ambao unahitajika. Sasa sisi tayari tumeshatengeneza hayo mahitaji. Maandalizi hayo yakilenga kuhakikisha Tanzania inaingia katika matumizi ya nishati ya nyuklia kwa kuzingatia usalama, teknolojia na utaalamu wa ndani. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zinazopelekea watu kuyahama mataifa yao, ikiwa ni kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Hata hivyo, Afrika Kusini ambayo sasa inaongoza kwa zamu Jumuiya ya SADC imependekeza kufanyika kwa mkutano wa bara zima la Afrika ili kujadili kwa mapana swala la uhamiaji, huku baadhi ya mataifa ya Afrika yakikosoa Afrika Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia maandamano hayo na ghasia zilizotokea.
Baadhi ya wananchi wa kata ya Maganzo wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wameishukuru serikali kwa kufanikisha ujenzi wa soko kuu la Maganzo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, wakisema soko hilo limewaondolea adha ya kufanya biashara katika mazingira yasiyokuwa rafiki, hususani wakati wa msimu wa mvua. Tupate taarifa kamili. Ni mamia ya wakazi wa Maganzo wakiwa tayari kupokea mwenge wa uhuru uliofika hapa kuzindua soko hili lililojengwa kupitia fedha ya uwajibikaji kwa jamii CSR kutoka Williamson Jubilee Diamond. Wananchi hao wanasema wamepitia changamoto kadhaa kabla ujenzi wa soko hili. Kipindi cha nyuma tulikuwa hizi bidhaa zetu tulikuwa inyesha mvua tunahangaika sana sehemu za kuiweka, lakini sasa hivi tunapata sehemu nzuri ya kuweka. Lakini pia bado tunapokuwa tunafuata bidhaa, tuna uhakika kupata bidhaa kwa sababu limeamsha, yani linavuta sehemu mbalimbali kuja hapa. Soko hili wakati linajengwa tulikuwa na changamoto moja kwenye kipindi cha mvua. Mvua ikinyesha biashara zetu zilikuwa zinaharibika sana. Nao viongozi mbalimbali wakaendelea kumimina shukrani kwa serikali. Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu kipenzi, umwambie kwamba tunampenda sana, tuko tayari kukopa kwa maana ya mikopo ya vijana, tuko tayari kukopa kwa maana ya mikopo ya kina mama, lakini vile vile pamoja na mikopo ya walemavu. Sisi wananchi wa Maganzo tunaahidi kwamba mradi huu tutauenzi, tutaulinda. Kwa upande wake kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Michael Mwang'onda akawasisitiza makundi mbalimbali kuchangamkia fursa mikopo ya 10% ili kunufaika na soko hilo. Kwa hiyo sisi ambao tuko hapa tulioko kwenye makundi haya niliyoyataja, basi tuchangamkie hizi fursa. Twendeni halmashauri tujiunge kwenye vikundi kuanzia watu 5 mpaka 20. Twendeni pale halmashauri tukapatiwe mitaji ambayo ni mikopo isiyo na riba, tuweze kufanya biashara kupitia soko hili la Maganzo. Kisha ili likawa ombi lake kwa wananchi wa wilaya Kishapu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ndugu wananchi, niendelee kuwakumbusha kulinda sana amani na utulivu. Kama tunavyofahamu kwamba palipo na amani ndipo penye maendeleo. Hiyo tuendelee kulinda hii amani na utulivu ili tuendelee kusonga mbele kimaendeleo. Geoffrey Osiro, Channel 10, Shinyanga. Shukrani sana Geoffrey Osiro kwa taarifa hiyo kutokea huko Shinyanga, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.